Naitwa Amina Charles. Mradi wetu huu wa mwaka 2024-2025 tutatekeleza katika maeneo makuu matatu ambayo ni kata ya Shanwe, kata ya Misunkumilo na kata ya Uwanja wa Ndege. Lengo ni nini? Ni kufikia wanawake, vijana na watu wenye makundi maalum, kwa sababu hao ndio walengwa zaidi wa ukatili wa kijinsia. Sasa tupo robo ya kwanza ya kota. Ina maana tukimaliza mpaka mwezi wa 4 tunaingia kota ya pili. Baada ya hapo kota ya 3 mwaka kisha tunakuwa tumemalizana nao. Ni mradi ambao tunasema sisi ni wa majaribio. Kutokana na kiwango kidogo tulichopata tukaona tujaribu, na hii tujaribu lazima tufike kwenye kata mama, yani kata ambazo zinazoongozwa kwa ukatili. Hali ya ukatili ikoje katika manispaa ya Mpanda na mkoa wa Katavi kwa ujumla? Hali ya ukatili kikweli ni hali ni kubwa, na kila kunavozidi ndio ongezeko linazidi sana ukatili wetu. Yani tunajitahidi sana kwa ndani ya huu mwaka angalau tufikie robo 3 au nusu ya ukatili. Yani elimu kubwa inakuja kutetea shida ni upande wa elimu ya malezi na makuzi. Kwa nini ukatili tunaongoza mkoa wa Katavi? Ni kwa sababu wakina mama sasa hizo wamebezi kwenye hali ya utafutaji zaidi kuliko malezi. Unakuta mama anaamka saa 11 anakwenda kwenye biashara, hususan kwenye masoko, akitoka saa 7, saa 8 anarudi nyumbani, au saa 9, au muda mwingine harudi, anapotoka saa 11 alfajiri anarudi nyumbani jioni, kwa maana ya saa 4, saa 5 unakuwa umeshakuwa ni usiku. Mtoto huku nyuma hajui amekula, hajui kaenda shule, hajui mtoto kapitia wakati gani, ametoka shule kurudi nyumbani akiwa salama. Yeye anachowaza ni utafutaji. Kwa shida kubwa tuliona sisi ni masoko ya jioni. Muda ambao mtoto anatoka shule, matarajio yake akifika nyumbani akute malezi ya mama. Kwa mkoa wetu wa Katavi, akina mama saizi tumeshatupa. Mtoto kabaki anajilea yeye kama yeye, ana maamuzi yake yeye kama yeye. Hiyo ndio sababisha ongezeko wa watoto wa mitaani wanakuwa ni wengi. Lakini pia mama kabaki yeye kama yeye ndo baba, yeye ndio mama. Hiyo ndio maana inaleta changamoto kwenye mkoa wetu. Hali ya ukatili inazidi kuwa juu kila kunapoitwa leo. Naitwa Ana Nchamu, ni kiongozi shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu ngazi ya mkoa. Mradi huu wa sauti ya mwanamke ambao umeletwa na Mkombozi Paralegal kuwa mstari wa mbele katika kupaza sauti kuhusu masuala ya ukatili wa kijinsia, hasa upande wa mwanamke na mtoto. Elimu naweza nikasema bado haijawafikia watu katika nyanja zote, lakini nina imani kuwa kwa kushirikiana na kuendelea kupaza sauti tutafika mbali zaidi katika harakati za kupinga ukatili wa kijinsia. Kwa jina naitwa ofisi ya dawati la jinsia, na tunashukuru sana kushirikiana na huu mradi ambao ulianzishwa kwa ajili ya kutatua ukatili mbalimbali. Changamoto zimekuwa ziko nyingi sana ambazo wanazozipitia, kushirikiana na sisi na taasisi mbalimbali za zisizokuwa za kiserikali pia tunajaribu kushirikiana nao na kutatua. Naitwa Agnes Buraganya, ni afisa ustawi wa jamii kiongozi wa halmashauri ya manispaa Mpanda. Siku ya leo imefanyika utambulisho wa mradi wa sauti ya mwanamke unaotekelezwa na taasisi isiyokuwa ya kiserikali ya Mkombozi Paralegal, ambayo malengo yake ni kupambana na ukatili wa kijinsia kupitia msaada wa kisheria. Kimsingi ni jambo ambalo ni jema, tunapopata wadau tunafurahia kwa sababu wanatuongezea nguvu. Tunaamini kupitia mpango wa kutokomeza ukatili wa awamu ya pili tutashirikiana na wadau. Cha msingi ni kwamba wakati tunaendelea kumzungumzia mwanamke, tunaendelea kumzungumzia mtoto wa kike, mtoto wa kiume pia tutakiwa kumwacha. Kwa hiyo lengo letu ni moja, nia yetu ni moja. Tunaamini kwamba kushirikiana na kushirikishana ndiko kutakako tufanya sisi tuweze kufika pamoja, kufikia lengo tukiwa tunashirikiana na wadau hawa.